atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Tunaona Roho Mtakatifu anapokuwa anatufundisha, anatukumbusha. Unajua, nilipokuwa nasoma huu ujumbe nikawa nashangaa. Kuna wakati unaweza ukawa ulikuwa na ahadi za miaka 2, 3, za miaka mingi iliyopita. Uliahidi kanisani, nyingine ni ahadi, nyingine ni nadhiri. Ulimwambia Mungu, ukinifanya hiki mimi nitafanya hiki. Umekuwa na ahadi nyingi na umeahidi miaka mingi, ukanyamaza, ukasahau. Lakini Roho Mtakatifu, kwa sababu anatukumbusha yote, anakukumbusha hata kama ilipita miaka 10, yeye hasahau. Siku moja nikamuona mama hivi, mama, mimi niliwahi kuahidi nikiwa Sumbawanga ahadi, sijawahi kutoa, naomba nitoe. Ni miaka mingi sana, lakini kwa sababu Roho Mtakatifu anatufundisha na kutukumbusha yote, alimkumbusha huyu mwanamke ingawa alikuwa na ahadi za muda mrefu sana. Haleluya! Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni mwalimu, anatufundisha na kutukumbusha yale aliyotufundisha. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hebu twende tufungue kwenye kitabu cha Zaburi sura 32 mstari ule wa 8. 32:8 Zaburi anasema, ndiyo, nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Amen. Nitakushauri jicho langu likikutazama. Amen. Nitakufundisha. Halafu anasema na kukuonyesha njia utakayoiendea. Roho Mtakatifu anatufundisha. Halafu akisha kutufundisha, anatuonyesha njia ya kuiendea. Maana sisi peke yetu hatujui njia. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akishatufundisha, anatuonyesha njia ya kuiendea. Sasa Roho Mtakatifu anapokuwa anakufundisha na kukuonyesha njia unayopaswa kuiendea, unatakiwa uwe mtii kumsikiliza na kufuata njia anayokuonyesha. Usipite njia yoyote. Usipite njia unayoijua mwenyewe. Usipite njia uliyoizoea. Katika wokovu hatupiti njia ya mazoea na hatutembei kwa mazoea. Tunapita katika ile njia ambayo Roho Mtakatifu anatuonyesha, ndiyo tunayoiendea. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapokuwa anakufundisha, uwe tayari kufundishwa. Uwe tayari kufundishika. Uwe tayari kubadilika. Uwe tayari kurekebisha. Maana ni Roho Mtakatifu anakufundisha ili upate faida. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, kanisa la Mungu. Roho Mtakatifu anakuwa anakufundisha. Na wakati mwingine Roho Mtakatifu anapokuwa anakufundisha, huwa anaweza akakufundisha, halafu unapokuja nyumbani mwa Bwana, yale aliyokuwa anakufundisha ukiwa nyumbani peke yako, unakuja nyumbani mwa Bwana, Roho Mtakatifu yule yule anakuthibitishia kile alichokuwa anasema na wewe nyumbani. Unashangaa mtumishi wa Mungu na yeye anasema kile kile. Kinachotakiwa ni kukubali kufundishika. Kinachotakiwa ni kukubali kutembea katika njia yake. Sema, atawafundisha na kuwaonyesha njia ya kuiendea. Anapotuonyesha njia ya kuiendea, tunapoifuata tunakuwa salama. Amen. Mimi nimemwona Roho Mtakatifu akinifundisha katikati ya maisha yangu, hata nikashangaa. Yaani Roho Mtakatifu anaweza kukufundisha katika maisha ya kiroho, na ana uwezo wa kukufundisha hata katika maisha ya kimwili. Maana yeye ni mwalimu kwa mwanamke mmoja mmoja, ni mwalimu kwa mwanaume mmoja mmoja, ni mwalimu kwa wanandoa pia. Roho Mtakatifu ni mwalimu. Na ndio sababu kuna wakati anaweza kakwambia wewe kama mwanamke kwamba hili jambo usifanye.
Unakuwa umepanga kabisa kwamba nataka nifanye hivi. Unashangaa Roho Mtakatifu anakwambia hili mama usifanye, hili mwanangu usifanye. Na ukikubali kuelekezwa na Roho Mtakatifu unakuwa salama. Ndio maana wewe kama mama uliyeko kwenye ndoa ukubali kujifunza kutoka kwa mwalimu Roho Mtakatifu. Kubali akufundishe. Yeye ni mwalimu, anayajua mambo yote, atakufundisha, utapata faida. Amina, amina. Unashangaa nakwambia huku usiende. Na kuna wakati mwingine kwa wale wa mama lakini wanaoishi kwenye ndoa, kuna wakati mwingine unaweza ukaita na jina kabisa, mume wangu. Unakuwa una jambo ulitaka kumwambia. Unashangaa Roho Mtakatifu anasema acha. Usiseme. Hilo unaotaka kusema usiseme. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu huwa anatangulia kuona madhara mbele. Huenda lile jambo ulilotaka kusema litakuwa ni kwazo kwa mume wako. Huenda litakuwa ni uharibifu kwa mume wako. Anakwambia acha, usiseme. Kwa nini? Yeye ni mwalimu. Hata kwenye ndoa zetu ni mwalimu, anatufundisha. Kwa sababu hayuko anayejua mambo yote, hayuko. Wote tunajifunza. Amina, amina. Ameni wakina mama. Amina wanawake, jeshi kubwa. Roho Mtakatifu mwachilie akufundishe. Atakufundisha, utapata faida. Kuna wakati unasema mahali ambapo ulitakiwa kunyamaza. Kuna wakati unashirikisha mahali ambapo ulitakiwa usishirikishe. Kuna wakati unashirikisha wakati ulitakiwa ukaombe, sio wakati wa kushirikisha. Kubali kumsikiliza Roho Mtakatifu. Kubali Roho Mtakatifu akufundishe, utapata faida. Na kuna wakati anakwambia hii tabia hii sio nzuri. Niko kwa wanawake walioko kwenye ndoa. Anakwambia hii tabia hii sio nzuri. Unajua unamkwaza mume wako, unajua unamuumiza mume wako, unajua unamjeruhi sana mume wako, unajua unamharibu sana mume wako. Hii tabia hii sio nzuri. Usiseme hapana, mimi nimezoea. Usiseme umezoea. Roho Mtakatifu ameliona hilo. Na inawezekana mume wako wewe pengine ni melancholy, wale ambao hawasemisemi sana. Inawezekana ni phlegmatic, ambaye hasemisemi sana, ameweka moyoni, lakini umeshamuumiza na maneno yako mengi, umemjeruhi na maneno yako mengi, halafu wewe mwenyewe uzingatii, ujui kama unamjeruhi. Lakini laiti kama ungelimwacha Roho Mtakatifu akufundishe, angelikufundisha kwamba hii tabia sio nzuri, acha. Hiki sio kizuri, acha. Tabia hii haifai, acha. Hili jambo linamuumiza mume wako, acha. Hili jambo unafanya baya kwa mume wako, acha. Angelikufundisha. Kinachotufanya tukosee mara nyingi ni nini? Ni vile ambavyo hatukubali kukaa chini ya mwalimu Roho Mtakatifu atufundishe. Hatukubali na kusikiliza sauti yake na kuitii. Unapokubali kumsikiliza Roho Mtakatifu akakufundisha, akakuelekeza, halafu kasema niko hapa, naomba unisaidie, najua siwezi peke yangu, ninakubali ninayo hii tabia, naomba sasa uniponye, nisaidie, niko tayari kubadilika. Roho Mtakatifu anakusaidia. Amina, amina. Usiwe kwazo kwa mume wako kila inapoitwa leo, eti kwa sababu ameokoka. Unatakiwa uwe baraka, usiwe kwazo. Usimuumize hata kama hasemi, usimuumize. Wakati wanaume wanaweza asiseme, anaweza sikwambie kabisa, lakini umemuumiza, hasemi. Lakini ukitulia kwa Roho Mtakatifu anakuambia, yani mume wako yani ameumia, yani ulimjeruhi ile siku. Wakati mwingine amekata wiki mbili hasemi. Kama akina phlegmatic anaweza akawa anacheka, anaongea na wewe, lakini huku ndani anaugulia, umemuumiza kwa maneno yako, umemjeruhi, halafu wewe mwenyewe uzingatii. Ukikaa chini ya Roho Mtakatifu atakwambia mume wako hajasema, ila kuna eneo 1, 2, 3 umemuumiza, nenda kaombe msamaha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya wakina mama. Haleluya, haleluya. Kusudi la Mungu kutupatia sisi Roho Mtakatifu ni pamoja na Roho Mtakatifu kuwa mwalimu wetu.
atufundishe ili tupate faida, si katika maisha tu ya kimwili, na katika maisha ya kiroho na kimwili pia. Amen, amen. Haleluya, haleluya. Tukubali kujifunza wanawake. Usimtendee mabaya mume wako, au ameokoka au hajaokoka. Usimtendee mabaya, mtendee mema kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Inawezekana kwa mema yale unayomfanyia, ipo siku ataokoka. Kwa Mungu hakuna jambo gumu, kwake yote yanawezekana. Mtendee mema. Yamkini kwa upande wako mwanamke, fanya vizuri kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Fanya vizuri, yuko tayari kukufundisha. Haleluya. Roho Mtakatifu ni mwalimu kwa kina baba. Wakati mwingine unaishi na mke kwa mazoea, kwamba mimi nimeoa, natakiwa kuishi naye hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Usimkalili wewe mwanaume ulioko kwenye ndoa, usimkalili mume wako. Sio kumkalili. Usimkalili mke wako, samahani, kwamba mimi mke wangu yuko hivi na hivi na hivi na hivi. Unamkalili, yani hajawahi onja raha. Haipiti siku 2, siku 3, haipiti wiki hujamfokea, hujamkalisha kikao. Mke wangu, njoo chumbani, kaa kwenye kitanda. Anakaa. Unakumbuka umefanya 1 2 3, umefanya hivi, umefanya hivi, umefanya hivi, umefanya hivi, umefanya hivi. Yani utaongea hapo, utaongea jambo lilikuwa dogo, unalikuza linakuwa kubwa kubwa. Mmemaliza. Zimepita siku 2 3, tayari mke wangu njoo chumbani, kaa hapa. Umefanya hivi na hivi, umenikwaza. Umefanya 1 2 3, umenikwaza. Umefanya hivi, umenikwaza. Umefanya hivi, umenikwaza. Samahani. Imepita wiki 1, mke wangu njoo hapa, kaa kwenye kitanda. Umefanya 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Anakukalili. Mwisho anaanza kujua tu, mume wangu akiniita chumbani anaenda kunisema. Asikukalili mwanaume. Neno la Mungu linasema tuishi na wanawake kwa akili. Sio kila kosa kusema, kila kosa unarekebisha, kila kosa. Mengine nyamaza tu, mengine tunapuuzia. Ndio maana neno la Mungu linasema kwamba tuchukuliane. Haleluya, haleluya. Roho Mtakatifu ni mwalimu kwangu, ni mwalimu kwako, ni mwalimu kwa wanandoa, ni mwalimu kwa vijana, ni mwalimu kwa mabinti, ni mwalimu kwa kanisa. Anatufundisha. Kuna wakati tu mwache mke wako enjoy. Mambo mengine madogo madogo puuza. Enjoy. Ajue nimepata. Anaanza kujiuliza, ataniita tena. Anashangaa, mke wangu njoo. Unaenda, kaa kwenye kitanda, nakaa. Anashangaa siku hiyo uko tofauti. Umetoka huko, umebeba vizawadi vile vidogo vidogo, umeweka hapo kitandani. Sema, mke wangu leo nimekuja kwa namna tofauti. Anza kujaribisha kamoja kamoja. Umekuja kwa namna tofauti. Amina, amina. Usimkalilishe. Unapomfokea kila wakati, mwisho moyo unaharibika. Hata watoto tunaoishi nao majumbani, tumewazaa wenyewe, tunapowafokea kila dakika, mwisho wanaharibika, wanakuwa wakaidi. Sio kwamba tusiwakemee, tunawakemea, lakini sio kila siku, kila wakati. Mwanaume, Roho Mtakatifu anajua. Asante kwa Bwana, idara ya wababa imekuja ili na wababa nao wajifunze jinsi ya kukaa na wake zao vizuri. Wakati mwingine furahi tu, cheka na mke wako. Hello my baby, my sweater, nimekuletea zawadi. My nyanya. Mwacha furahi. Wakati mwingine hajue tu kwamba na mimi jamani nimeolewa. Amesahau ni lini alicheka na wewe. Unacheka na washirika kanisani. Mtumishi, yani mtumishi, Bwana Yesu asifiwe sana mtumishi. Nimeona umeimba vizuri mtumishi. Katengeneze kwa mke wako, kacheke na mke wako kule nyumbani. Cheka naye. Amina, amina. Haleluya, haleluya.
Vizawadi vidogo vidogo vinaongeza upendo. Vizawadi vidogo vidogo vinaongeza upendo. Akina baba, Roho Mtakatifu ni mwalimu, anatufundisha. Ukijiacha kwa Roho Mtakatifu anakufundisha. Jina la Bwana libarikiwe sana. Roho Mtakatifu anatufundisha katika mambo ya kiroho, ni mwalimu. Katika mambo ya kimwili ni mwalimu, anatufundisha, alafu tunapata faida, tunajisikia vizuri, maana Roho Mtakatifu hatuachi. Kuna vitu vingine huwa naweza nikafanya, alafu naulizwa, hivi ni nani amekufundisha? Nabaki tu nacheka. Lakini Roho Mtakatifu ni mwalimu, amefanyaje? Ndiyo. Vivyo hivyo hata kwako vijana, vijana wa kiume, yani Roho Mtakatifu ni mwalimu kabisa, hakosei. Wakati wa kuchumbia kwako, mwachie Roho Mtakatifu. We kijana, usitumie akili, utafeli sana. Yani na hiki kizazi, kuna mahali nilienda nikawasikia watu wakubwa, nisiwataje wasije wakanisikia, wakasema, cha kwanza sasa hivi ukitaka kupata mke, ni watu wakubwa, lazima cha kwanza unaangalia kasura kazuri. Cha pili unaangalia kaumbo kale, kama nakapenda ka namba 8 au namba 9 au namba 1. Cha pili, cha tatu ndio unaangalia kiroho. Akasema kwa sababu kama atakuwa mzuri, kama atakuwa na umbo zuri na tabia nzuri, kiroho nitakuwa naendelea kumfundisha taratibu. Nikasema haleluya. Yani ukifanya hivyo, wewe unayenisikiliza, utajuta mbele ya safari. Ninachokielewa, Roho Mtakatifu hawezi kukukosesha. Anakijua kitu kizuri kwa ajili yako, na kama mke anamjua mke mzuri kwa ajili yako. Haleluya, 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 haleluya. Roho Mtakatifu anamjua mke mwema kwa ajili yako, anamjua. Unachotakiwa kuomba wewe, kabla hujawaweka watu hapa usoni watatu, fulani na fulani na fulani, kabla hujamuweka mtu akilini, sema tu, niko hapa, mimi ni kijana, ninakutumikia wewe. Umesema mke mwema anatoka kwako, ninaomba mke mwema kwa ajili yangu, kutoka mashariki, magharibi, kusini, kaskazini. Bwana mlete. Mungu atakuletea. Amen. Vijana wasije mnaonisikiliza, tunyanyue mikono namna hii, tupunge namna hii. Msikilize Roho Mtakatifu. Ni binti, msikilize Roho Mtakatifu anasema. Usitangulize akili zako mbele. Nina maana kwamba wewe binti uliyeokoka, usiangalie vitu vya nje, usiangalie muonekano wa nje, muangalie yule Roho Mtakatifu anayejua kuona mpaka kwenye moyo wako wa ndani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tumsikilize Roho Mtakatifu. Wakati mwingine tunaposhindwa kumsikiliza Roho Mtakatifu, tunaingia kwenye matatizo, unapata madhara, halafu unaanza kusema, laiti ningejua kusudi la Mungu kutupatia sisi Roho Mtakatifu ni ili Roho Mtakatifu atuongoze, ni ili Roho Mtakatifu atufundishe ili tupate faida, ni ili Roho Mtakatifu atushauri. Roho Mtakatifu akisema ya kwamba hili acha, acha. Roho Mtakatifu akikukataza jambo, hata kama ulikuwa na maamuzi, kuna jambo ulilifanyia maamuzi kwamba hili jambo nataka kufanya 1, 2, 3, Roho Mtakatifu akikuzuia, acha, maana ukiliendeleza unaweza ukajuta mbele ya safari. Kubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Tumepewa Roho Mtakatifu kwa faida, tupate faida ya kiroho, tupate faida ya kimwili, na Mungu akubariki sana.